la Olduvai ni bahari ya kihistoria isiyokauka duniani. Umaarufu wa bonde hili unatokana hasa na kutoa kina kirefu cha chimbuko la mwanadamu pamoja na wanyama ambao walishatoweka duniani. Hapa ndipo zamadamu wa kale waliishi kwa zaidi ya miaka 1,750,000 iliyopita. Bonde hili limekuwa ndio muhimili mkuu wa tafiti za sayansi ya mambo ya kale duniani, ambapo wanazuoni kutoka sehemu mbalimbali za dunia hutembelea kila mwaka mahala hapa ili kutafiti na kujifunza chimbuko la mwanadamu. Dr. Fidelis Masao ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam aliyebobea kwenye sayansi ya mambo ya kale. Anasimulia mandhari ya kale ya bonde la Olduvai lilivyokuwa awali. Mimi naitwa Fidelis T. Masao, ni mwalimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hasa katika somo la arkeolojia au mambo ya kale. Kwa mfano hapa Olduvai, kama unapoangalia hivi, miaka 2,000,000 iliyopita tulikuwa hatuna hili korongo. Hili korongo lilitokea takribani miaka 1,500,000 iliyopita. Kwa hivyo, hebu turudi nyuma sasa, tuone hii nchi, sura ya nchi ilikuweje, tuseme kama miaka 2,000,000 iliyopita. Miaka 2,000,000 iliyopita tulikuwa na ziwa. Hili ziwa halikuwa kubwa sana, na ungeweza kulifananisha na lile ziwa ambalo tuliliona awali, lile ziwa ambalo liko kwenye bonde la Ngorongoro Crater, ziwa ambalo Wamasai wanasema ziwa la Magadi au Makat. Sasa katika hili ziwa lilikuwa linapata maji kutoka sehemu nyingi. Lilikuwa linapata maji kutoka magharibi, sehemu za Ndutu. Lilikuwa vile vile linapata maji kutoka kwa mito ambayo ilikuwa inatiririka kutoka kwenye milima kama Elemagrut, Satiman na Ngorongoro. Sasa basi, ni nini kilichotokea? Au kabla sijasema hivyo, hili ziwa, pembezoni mwa ziwa, tuna ushahidi kwamba binadamu aliishi, kwa sababu labda kulikuwa kuna mvutia kutokana na kwamba wanyama walikuwa wanakuja kunywa maji, na wanyama hao labda mizoga yao ilikuwa ndio chakula cha hawa zamadamu. Na vile vile pembezoni mwa ziwa tuna ushahidi kwamba kulikuwepo na chemchemu ya maji matamu, ambayo vile vile alikuwa ni kama kivutio kwa binadamu na wanyama wengine vile vile, kwa sababu bila maji hakuna uhai na maji ndio uhai. Sasa basi, yapata kama miaka 1,500,000 iliyopita, sura ya nchi ilianza kubadilika. Na ni kitu gani kilichotokea kuibadili sura ya nchi? Kuna mitetemeko. Hii mitetemeko ilifanya sehemu nyingine ya nchi kwenda juu na nyingine kwenda chini. Na kwa sababu mwinuko wa nchi ulibadilika, ile sehemu ya chini ikawa ndio inapata maji. Maji yanatoka kwenye sehemu ya juu na kwenda kwenye sehemu ya chini. Ile sehemu ya chini tunaita Oldbabal Depression. Ni kama bonde la Oldbabal ambalo lipo mashariki mwa bonde hili la Olduvai. Kutokana na huo mwinuko na kudidimia kwa sehemu ya nchi, basi yale maji yakaanza kusababisha hili korongo kuwepo. Na hili korongo limekuwa likiendelea mwaka hadi mwaka, tangu kama nilivyosema miaka 1,500,000 iliyopita. Unapofika Olduvai, unahisi kuwa
upo kwenye sayari ya kale ya Adamu na Hawa. Mawazo yako yanarudishwa nyuma kabisa kwenye zama za miaka 1,750,000 iliyopita. Ama taswira ya bonde hili, kima chake ni mita 90 na urefu wake ni kilomita 48. Ramadan. Sasa kutokana na kwamba ni sehemu gani ambazo zilikuwa na maji mazuri zaidi, utaona kwamba sehemu hizo ambazo zilikuwa na maji mazuri zaidi ndio sehemu ambazo tunaona masalia mengi ya wanyama na masalia mengi ya zana zilizotengenezwa na hawa za madamu na masalia mengi zaidi ya za madamu. Kwa hivyo hicho ndicho kilichotokea. Kwa mfano, Bwana Bakarudi, ukiangalia kule kuna mlima fulani, ule mlima wakati tulipokuwa na ziwa hapa, ule mlima ulikuwa ni kama kisiwa kilikuwa kinajitokeza. Lakini kama tunavyofahamu katika maziwa mbalimbali, kuna wakati ambapo maji yalikuwa mengi zaidi, kuna wakati maji yalikuwa machache. Kwa hivyo ndicho kilichotokea, na kutokana na watafiti waliofanya utafiti hapa awali, wameweza kutuambia kwamba ni sehemu gani ambayo ilikuwa ya maji safi kutokana na aina ya udongo. Ni sehemu gani ambayo ilikuwa ni katikati ya ziwa, na kwa kawaida katikati ya ziwa humtarajii binadamu awepo. Na ili kuhakikisha kwamba hii ni kweli, tumejaribu kuchimba pale. Wataalamu walituambia kwamba kulikuwa na katikati ya ziwa, na tunapochimba pale hatupati chochote, hupati mfupa wala hupati zana za mawe. Lakini pembezoni mwa ziwa tumepata mifupa na zana za mawe. Sasa basi, ni kitu gani kilichosababisha haya matabaka ambayo tumesema kuna tabaka la kwanza, la pili na kadhalika? Udongo uliosababisha haya matabaka kuwepo ulitokana na udongo ulioletwa na mito kutoka kwenye milima, kama mlima wa Ngorongoro, mlima wa Lemagrut na Satiman. Lakini vile vile huu udongo uliletwa na mito ambayo ilitoka katika sehemu nyingine. Sio hivyo peke yake, huu udongo umetokana na jivu vile vile la volcano. Na hili jivu ni la maana sana kwa sababu lilisaidia katika kuhifadhi hii mifupa ili iwe visukuku. Sio sehemu zote ambapo mifupa inaweza kuhifadhiwa kwa uzuri kiasi hicho. Kwa hivyo kuwepo kwa udongo ambao ulitokana na volcano kumesaidia kuhifadhi hii mifupa. Uzuri wa bonde hili, unapotembelea unahisi kama upo kwenye bustani ya Aden, ambapo ukale wake wa miaka 2,000,000 wa chimbuko la mwanadamu unaonekana hadi hii leo. Masalia mengi ya zana za kale na visukuku kutoka kwenye bonde hili la Olduvai yanapatikana hasa kwenye vyanzo vya maji safi. Mwanzoni mwa karne ya 20 alifika mtaalamu wa Kijerumani aliyejulikana kwa jina la Cantwinkel. Mtaalamu huyu alibahatika kutembelea kwenye bonde la Olduvai akikusanya vipepeo kwa lengo la utafiti. Ikatokea kwamba siku moja kuna mtafiti ambaye alikuwa anataka kujifunza habari za vipepeo. Huyu mtafiti alikuwa ni Mjerumani. Jina lake lilikuwa ni Cantwinkel. Katika kukimbizana na vipepeo ili avikusanye kwa utafiti,
ikatokea kwamba ameanguka kwenye bonde hili, kwa sababu hili bonde tayari lipo na huyu mtafiti alikuwepo mwaka 1911. Alipoangalia pembezoni akaona kwamba kuna mifupa mingi zaidi, na kama nilivyosema, huyu alikuwa ni Mjerumani. Akakusanya baada ya ile mifupa akaenda nayo mpaka mji mkuu wa Ujerumani, Berlin. Alipokwenda kule, kwa sababu yeye hakuwa mtaalamu, akamwonyesha mtaalamu wa visukuku ya ile mifupa, na huyu mtaalamu alikuwa Hans Reich. Basi Hans Reich ikaonekana kwamba alivutiwa sana, kwa hivyo akaanza safari ya kuja huku kuja kufanya utafiti. Kwa bahati mbaya utafiti haukuweza kuendelea kwa muda mrefu sana kutokana na kuanza kwa vita ya kwanza ya dunia. Kama unavyokumbuka, ilianza 1914. Ikabidi mwanzo wa vita ya kwanza ya dunia kufupisha ile safari ya huyu mtafiti. Wakati huo kuna huyu Dr. Leakey, yeye alikuwa tu ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Cambridge. Akapata habari za kupatikana kwa mifupa hiyo hapa Olduvai. Kwa hivyo miaka ya 28 akawasiliana na Hans Reich. Kwa pamoja wakaja tena hapa na kwa pamoja wakaanza kufanya utafiti. Na hizi tabaka tulizoziona katika makumbusho, zile tabaka 6, kwa kweli zilionekana na zilielezwa na huyu mtafiti wa mwanzo Mjerumani Hans Reich. Tabaka la kwanza, la pili na kadhalika, kama tulivyoona. Na mpaka leo tumeendelea na mtiririko huo wa haya matabaka ya udongo wa Olduvai Gorge. Zamadam. Utafiti wa mambo ya kale kwenye bonde la Olduvai unasemekana kuwa ulianza mwaka 1931 ambapo wataalamu wa kigeni ndio waliofungua mlango wa utafiti mahala hapa. Bonde hili ni kivutio cha watafiti wa sayansi ya mambo ya kale duniani. Dr. Fidelis Masao yeye amefanya utafiti mahala hapa kwa zaidi ya miaka 20. Hapa panaonekana ni mahali pa pekee kwa wanasayansi duniani. Nijibu swali lako, ni kitu gani ambacho kilinivutia kuja huku? Kwa kujibu hilo swali, labda nitawajibia na wengine, ni kitu gani ambacho kitawavutia wanasayansi kuja hapa. Olduvai Gorge ni sehemu pekee hasa kwa wanasayansi ambao wanajaribu kuangalia chimbuko la binadamu miaka 2,000,000 iliyopita. Kuna sehemu nyingine ambazo zina ushahidi wa zaidi ya 2,000,000 iliyopita, lakini Olduvai Gorge ni mahali pa pekee kama mtu anataka kujifunza habari za chimbuko la zamadamu na mahusiano ya zamadamu na mazingira tangu 2,000,000 iliyopita. Nasema hivyo kwa sababu kuna mtiririko wa kukamilika wa utamaduni wa zana za mawe tangu zana zilizotengenezwa labda 1,800,000 zilizopita mpaka zilizotengenezwa kama ulivyoona kwenye museum mpaka miaka 15 iliyopita. Kuna mtiririko wa aina ya wanyama ambao walikuwa wanaishi tangu zama hizo za 2,000,000 iliyopita hadi tuseme karibuni. Kwa hivyo vitu vyote hivyo vinachangia kumvutia mtafiti ambaye ni pamoja na mimi kuja kufanya kazi hapa. Labda niseme tena kinachowavutia watafiti zaidi kuja kufanya Olduvai ni pale Olduvai iliyopo. Kama Olduvai ipo katikati ya Serengeti, ecosystem ya Serengeti, tuseme mazingira ya Serengeti, na Serengeti inajulikana duniani kote. Katikati ya Serengeti na mashariki kuna Ngorongoro Crater. Ni wapi zaidi ambapo wewe unaweza kwenda kufanya utafiti, na wakati mwingine unapochoka kwenda kupata starehe kidogo kwenye mbuga
za wanyama. Alafu ya pili, katika kufanya utafiti huo unajaribu kutafuta mifano ya leo ambayo itakusaidia kutafsiri mambo uliyaona zamani. Hapa awali Dr. Mabula alisema kwamba ziwa Makati wakati mwingine linatumika kama mfano wa ziwa la Olduvai wakati huo. Na unapotembelea maziwa ambayo yanafanana na ziwa hilo siku hizi, unaweza kujifunza mengi. Kwa Kiingereza hii inaitwa actualistic studies, au unaweza kusema analogs. Unajaribu kutafuta analogs, yani mifano ambayo unafikiri inafanana na hali ilivyokuwa hiyo miaka milioni 2 iliyopita. Kwa hivyo ndugu mtangazaji, mimi nimevutiwa na haya yote. Tatizo ni sisi wenyewe. Nikianza na mimi mwenyewe kama mtaalamu. Sisi wataalamu sidhani kwamba tumefanya jitihada za kuweza kutangaza historia yetu. Sidhani kwamba tumefanya jitihada za kutosha kuwahusisha wale wenzetu ambao labda hawajapata bahati kama sisi kusoma. Hapo awali tulikuwa tunawalaumu wazungu. Tulikuwa tunawalaumu kina Leakey kwamba Leakey walifanya kazi hapa kwa muda mrefu sana, lakini hawakuwashirikisha wananchi hapa. Mimi nadhani na sisi vile vile pamoja na kwamba tumejaribu kuwashirikisha Watanzania wenzetu, nadhani hatujafanya cha kutosha. Kwa hivyo nadhani kuna changamoto kwetu kwanza kama wanasayansi kufanya hii historia iwe ni urithi wa kila mtu na sio urithi wa watu wachache ambao wako chuo kikuu. Mosi. Pili, sisi kama wanasayansi na kama watafiti hatutaweza kufanya zaidi kama hakuna msaada wa serikali. Serikali tunajua kwamba ina kitengo cha mambo ya kale. Mimi nadhani na kitengo cha mambo ya kale hakijafanya jitihada za kutosha ili kuelimisha umma habari za urithi huu wa kipekee. Ramadan. Mimi katika kutoa ujumbe naona nitazingatia mambo ya mawili. Kwanza ni uhifadhi wa bonde hili. Nimepata habari kwamba serikali inaandaa mchakato wa kuhifadhi bonde hili na kwamba tayari wameshawatafuta washauri wa kutoa mapendekezo namna ya kuhifadhi bonde hili. Kwa sababu kama hatuhifadhi bonde hili, hatutaweza kuwa na torui au data ya kufanya research siku zijazo. Kwa hivyo, namba moja, mimi nashauri wadau wote, serikali na wengine, wafikirie namna ya kuhifadhi bonde hili. Pili, nasema vikundi vyote vya utafiti vinavyofanya utafiti katika bonde hili vifikirie kuwahusisha Watanzania wasomi sana, wasomi wakati na wale ambao sio wasomi sana. Kwa sababu kazi za utafiti zina levels, zina ngazi nyingi. Kuna yule mtaalamu, kuna mtaalamu msaidizi, kuna mfanyikazi wa kawaida na kadhalika. Kwa hivyo ndivyo namalizia hapo. Huu ni mmea wa kale na maarufu unaojulikana kwa jina Old Tupai. Mmea huu wa ajabu ambao una maji mengi sana kwenye majani yake humea kwenye sehemu kavu sana na ni dawa ya kabila la Kimasai. Vilevile bonde hili lilibatizwa kuwa ni Olduvai kutokana na mmea huu. Na mkusanya vipepeo kutoka Ujerumani aliyefika katika bonde hili mwaka 1911 kwa lengo la kukusanya vipepeo. Alipofika mahala hapa, kwa bahati mbaya aliteleza na kuangukia ndani ya bonde hili. Kumbe ubavu alioangukia kulikuwa na masalia ya mifupa ya mizimu ya watu wa kale pamoja na mifupa ya wanyama ambao
walishatoweka duniani. Mtaalamu wa vipepeo aliwauliza wenyeji wa mahala hapa jina asilia la eneo hili. Wenyeji walimwambia panaitwa Oltupai. Mtaalamu huyo yeye aliandika mahala hapa Olduvai, na mpaka hii leo chimbuko la mji huo unajulikana kama Olduvai. Kwa jina naitwa Ladislaus Domitian, niko hapa kama muhifadhi msaidizi mambo ya kale, na jina la Oltupai ni jina ambalo limetokana na mmea kama huu hapo unavyouona. Huu kwa Kimasai unaitwa Oltupai. But jina halisi ni jina halisi kwa eneo hili ambalo limeitwa na Wamasai wenye asili ya hapa. Mtazamaji, unajua binadamu walioishi katika bonde hili la Oltupai ama Olduvai ni toka miaka mingi walikuwa wanatumia dawa kama hizi, na hizi dawa, miti hii miujiza yake ni mikubwa sana. Tokea zama na zama imedumu hapa, na hata nikiung'oa hapa nikajaribu nikaupande labda huko Dar es Salaam, huwezi kuota. Hauoti sehemu yoyote nchini Tanzania au sehemu yoyote duniani, unaota hapa tu. Na miti hii basi imeweza kutumika kwa karne na karne katika bonde hili la Olduvai. Na bado naye mtaalamu hapa, yeye ni mtaalamu wa sayansi ya mambo ya kale. Pengine utuelezee miti hii imeanza, pengine chimbuko la miti hii ni tokea Zinjanthropus alipogunduliwa hapa ilikuwepo ama ilichipuka hivi karibuni? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa tafiti zilizopo, huu mmea unaonekana kuwepo hapa tangu enzi na enzi, na huu mmea ni muhimu sana. Ramadan. Hili eneo lilimonyolewa taratibu na maji yakitokea sehemu za juu za Ngorongoro. Kwa hiyo hii sehemu ilibakia tu, lakini haina maana yote kihistoria, lakini kwa sababu ukiangalia unaona inavutia na nika sehemu kazuri, ni kama piramidi tu ile ambayo imebaki tu hapa, lakini yote kwa yote ni historia iliyoko hapa, kwamba tukianza na Australopithecus boise, Homo habilis, Homo erectus, primitive Homo sapiens na Homo sapiens sapiens ambaye ni binadamu wa sasa. Mtazamaji, tuko katika mji wa watu wa kale, na hapa nilipo unaambiwa kuna wanyama kama tembo, twiga wanapita karibu kabisa na hapa tulipo, na tembo hao hupita katika bonde. Unaweza kuona wanyama kwa kule mbali kidogo, ni eneo ambapo tembo hupita, vile vile simba wakitafuta maji, lakini kwa wakati huu tumeambiwa kwamba maji bado yanaonekana, hawezi wakapita, na vile vile ni eneo pia kidogo kipindi cha kiangazi linakuwa hatari. Ndiyo ndugu mtangazaji, eneo hili huwa wanyama wengi kama tembo, twiga, nyani wanafika eneo hili kuweza kupata maji, hasa wakati wa kiangazi, kwa sababu eneo hili huwa ni kavu sana wakati wa kiangazi. Lakini kwa sababu kuna mmea wa Oltupai, hawa wanyama hufika kutafuna huu mmea na kuweza kujipatia maji kutoka kwenye mmea huu wa Oltupai.
Ramadan.